Shalom, mtu upendwaye sana na Mungu. Hakika hii ni neema ya ajabu kukutanika tena wakati huu tuweze kusikiliza maneno ya Mungu. Mungu ninayemwamini, Mungu ninayemtumikia ni Mungu mwema. Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Unajua yeye ana mpango mzuri juu ya maisha yako. Yeye anafurahishwa na kustawi kwako. Yeye anapenda kukuona wewe ukiwa na afya, anapenda kukuona wewe ukiwa na stawi. Na ndio maana yeye kila siku anakufundisha neno lake. Ili katika kujua neno lake upate kujua ni nini ulio wajibu wako wa kusimamia, na matokeo yake unamruhusu yeye kuweza kutekeleza ahadi zake juu ya maisha yako. Maandiko matakatifu yanatuambia katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 13, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Hapa tunaona neno la Mungu linatoa maelekezo ya kwamba ni nini mtu afanye anapokutana na changamoto, ni nini mtu afanye anapokuwa na wakati mzuri. Lakini katika wakati huu nataka niongelee mahususi katika kipindi unapokutana na changamoto. Neno linasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Hili ni jambo la kipekee sana, lenye maelezo mahususi kwa mtu anayekutana na changamoto. Neno linasema unapokutana na changamoto, wewe ndio unao wajibu wa kuomba. Mara nyingi ninafahamu katikati ya jamii ya watu waliomwamini Yesu kuna kuwa na tabia ya kwamba mtu anapopitia changamoto au jaribu fulani, mara nyingi anapenda kuwashirikisha watu. Utasikia, ninakutana na jambo hili gumu, tafadhali ninaomba mniombee. Ninapitia mtihani huu, tafadhali naomba mniombee. Hiyo ni jambo jema, ni jambo zuri kuomba msaada kwa watu. Lakini maandiko yanatoa maelezo ya moja kwa moja ya kwamba wewe unapokutana na changamoto, wewe ndio unao wajibu wa kwanza kupeleka hoja yako mbele za Mungu. Neno linasema mtu wa kwenu, yani katika jumuiya, katika kusanyiko, katika sehemu yoyote, anapokutana na mabaya, ni huyo mtu ndio anao wajibu wa kuomba. Mimi sijui umekutana na changamoto gani, kwa sababu usipo labda sehemu wewe ulipo, lakini nataka nikuhakikishie juu ya jambo hili ya kwamba Mungu anataka aingilie kati maisha yako. Mungu anataka akutetee, anataka akutoe katika hiyo changamoto, lakini yeye hatofanya kitu ambacho hajapata ruhusa ya kukifanya. Yeye ameweka utaratibu mwepesi ya kwamba kama mtu atataka msaada, basi na aombe msaada kutoka kwake na yeye ataingilia kati. Ndiyo maana amesema kama umekutana na mabaya, basi muombe ili yeye aweze kuingilia kati. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Mimi nafahamu yeye ni Mungu mweza yote, anaweza akafanya mambo yote. Lakini licha ya kuweza kufanya mambo yote, bado yeye anaheshimu neno lake, anaheshimu utaratibu ambao ameweka mwenyewe. Utaratibu ambao Mungu ameweka ni kwamba yeye hatoingilia maisha ya mwanadamu isipokuwa yule mwanadamu mwenyewe amemruhusu Mungu aingilie kati. Na ndio maana hata sasa hivi unapitia changamoto, lakini bado Mungu hatoingilia kati kukupa utatuzi wa changamoto mpaka pale umemshirikisha kupitia maombi. Sio kwamba hana uwezo, la, ana uwezo wa kukusaidia, lakini hatovunja kanuni yake kwa sababu wewe hukusimama katika nafasi yako. Yeye ni Mungu anayeliangalia neno lake ili alitimize. Kwa hiyo huu ndio ujumbe haswa ambao ninataka nikufikishie leo, ya kwamba Mungu anataka kupigania, Mungu anataka kutoe katika changamoto, Mungu anataka akupe utatuzi wa kila shida ambayo unapitia. Lakini ili yeye afanye sehemu yake, anakusubiria wewe umshirikishe shida yako katika maombi. Maana amesema kama umepatikana na mabaya, basi na uombe. Kumbuka, kuomba ni wajibu wako wewe. Nakubali watu watakusaidia, lakini jambo la msingi kwanza linaanza na wewe. Kuomba ni wajibu wako wewe, maana katika kuomba unamruhusu Mungu kuingilia kati maisha yako.